tumeona kampuni ya BetTech kupitia mfumo wao wametambulisha mfumo wao mpya wa Soka Metrics, lakini pia wakiingia makubaliano rasmi na shirikisho la soka Tanzania kwa maana TFF, kwa maana ya hususan sasa katika ukusanyaji wa taarifa za data. Tuambie kwa namna ambavyo umelipokea jambo hili, lakini kitu gani ambacho unaona sasa soka letu linakwenda kupiga hatua kwa namna gani? Kwanza kabisa niwapongeze TFF pamoja na bodi ya ligi kwa kuona kuna haja ya kuidigitalize ligi yetu, ligi kuu, na kuifanya iweze kuingia kwenye taswira nyingine mpya. Jambo la leo ni jambo kubwa sana kwenye maendeleo ya mchezo wetu wa mpira wa miguu hapa nchini Tanzania, hususan ligi kuu ya NBC, kwa sababu inaenda kuongezewa thamani. Kama unakumbuka siku chache zilizopita kwenye vyombo mbalimbali vya habari, wachambuzi wengi, waandishi wa habari walikuwa wakizungumzia, wakijaribu kuhoji thamani ya ligi, tukiwa tunazungumzia takwimu ambazo zinatoka kwenye shirikisho la soka barani Afrika CAF, wakirank zile ligi bora, lakini thamani ya ligi yetu ilikuwa watu wataka kuijua ina thamani kiasi gani. Kwa hiyo leo kitendo cha shirikisho kuona kuna haja ya kuingia makubaliano na kampuni ya technology ambayo itakuwa inafanya kazi maalum ya kucollect data real time na data kwa ujumla na kuzichakata kwa ajili ya matumizi ya wadau mbalimbali. Ukiacha sisi wadau wa media, kuna wadau wengine wengi ambao of course timu ndo wanakwenda kunufaika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu sasa wanakwenda kupata taarifa za kisayansi na taarifa rasmi zinazohusiana na mienendo ya timu zao, wachezaji wao, vitu ambavyo naamini vitakwenda kuwasaidia kwenye kufanya maamuzi sahihi ya kisayansi. Kwa kwangu mimi nimefarijika sana kama mdau wa hili eneo. Haya ndo maendeleo ambayo mimi naweza nikayazungumza kwa kujiamini kabisa, kwa sababu ni jambo ambalo tumeliona likifanyika kwa wenzetu ambao wameendelea. Kwa Afrika sidhani kama kuna nchi 5 ambazo zimefika hatua hii ya kuidigitalize ligi yao na kukusanya data ambazo zinakwenda kusaidia kwenye maeneo mengi sana. Ukiacha ligi ya Morocco, nafikiri Egypt na nyewe sio kwa 100%, South Africa, nchi zingine nyingi sidhani kama kuna nchi nyingine ukiacha na Tanzania. Kwa hiyo kwangu mimi ni pongezi na binafsi nimefarijika. Unaweza kusema sasa ligi yetu kwamba imekuwa professional, manake ni ukiangalia ligi ambazo zimeendelea kama ambavyo umezitaja, South Africa, Egypt, Morocco, unaona kunakuwa na mafiga matatu, kwa maana ukiangalia kuna mtu ambaye anakuwa na haki ya matangazo ya television, lakini ukiangalia mtu mdhamini mkuu wa ligi pamoja na mtu ambaye anahusika na ukusanyaji wa data. Yes, ingawa kama ambavyo mjadala umekuwa uko open, ligi yetu ni professional au semi katika hao maeneo mawili. Siamini kama ni amateur, huko tushatoka. Kwa hiyo tunapoizungumzia professional league, maana yake kuna pieces nyingi ambazo unaziangalia na kuziunganisha pamoja. Hii ni mojawapo ya piece muhimu wakati tunaelekea kwenye full professionalism ya kuifanya ligi yetu iwe ionekane kwenye taswira ya kiweledi. Ni jambo kubwa. Mfano umezungumzia television. Ligi yetu kuonekana kwenye TV iliongeza thamani kubwa, na tunavyozungumzia ubora wa ligi, mmoja kati ya component muhimu ilikuwa ni ujio wa Azam TV ambao waliingia kandarasi na TFF kwa ajili ya kufanya production na kuionyesha ligi yetu. Kwa hiyo kitendo hicho kimeifanya ikavuka mipaka, inaonekana maeneo mengi duniani, kwa sababu Azam pia wana technology ya application ambayo inaweza, mimi binafsi nimesafiri sehemu nyingi sana naangalia ligi nikiwa kokote duniani. Kwa hiyo maana yake imepata exposure ya kufahamika. Hii component ya data inakwenda pia kuiongezea thamani pia production ya Azam TV, kwa sababu na wao
kwenye uzalishaji wa vipindi vyao wanahitaji real time data wakati wanafanya ile live production. Kwa hiyo kuja kwa hii technology manake kuna kwenda kuongezea pia thamani ya maudhui ambayo wanatengeneza. Pia kwa kama ulivyosema kwa teams ambazo zinacheza, nafikiri sasa ni mashahidi tunaonaga kwa wenzetu ambao wameshapiga hatua kule kwa nchi zilizoendelea. Unaweza kuona kwenye benchi la ufundi siku hizi kuna wameboresha, unakuta kuna zile iPad vile, wakati mechi inaendelea wale benchi la ufundi wanajaribu kufanya real time analysis game inavyokwenda, inawasaidia kujua mchezaji fulani atoke, sio kwa sababu labda kachoka, ni kwa sababu game inavyokwenda inamhitaji mchezaji mwenye sifa hizi. Kwa game ilipo sasa hivi uwepo wake huyu hauna msaada, kwa hiyo atalazimika ingie mtu ambaye anakwenda kuofa kitu kinachotakiwa kwa wakati huo. Kwa na sisi tunakwenda huko, nategemea vilabu watakuwa ndo wadau wakubwa, sio? Na ndo wanakwenda kunufaika kwenye eneo hilo la technical. Wana wale match analyst wao, tunaonaga tukienda uwanjani tunakaa nao juu kule, wana notebook, si ndio? Wana noti, sijua wanahesabu zile pasi, wanahesabu zile movement, lakini leo tutawaona wakiwa na hizo gadgets kwa sababu watapata access ya kuwa connected na watu wa Betatech na hii program ya Sokametrix kuweza kupata taarifa wakati mchezo unaendelea. Kwa hiyo wakati wakienda let's say mapumziko, itakuwa ni rahisi kufanya analysis na kujua wafanye nini second half wanapoendelea kwenye hizo games zao. Kwa hiyo ndio maana nikasema hili ni jambo kubwa ambalo linakwenda kuongeza thamani kwenye ligi yetu. Umesema inaongeza thamani kwa upande wa Azam, lakini pia kwenye ligi, lakini pia mazungumzia Azam. Yes. Lakini pia tumeona kuna baadhi ya vipindi kwenye radio ambavyo vinakuwa vinakusanya hizi takwimu na vinaenda nazo kwenye vipindi vyao. Kwa upande huu labda kuna mwingiliano wa maslahi au kwa upande wao wewe unazungumzia? No, bahati nzuri unajua tayari TFF kama custodian mkuu wa hii brand ya ligi, sio, ameshaingia makubaliano na partner ambaye amemkasimisha majukumu ya kusimamia huo upande wa technology, especially kwenye upande wa kukusanya data za ligi. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba wale wadau wote ambao wanakwenda kunufaika, tukiwepo sisi waandishi, wachambuzi ambao sasa tunakwenda kumzungumzia Chobwedo, sio kwa kuangalia anavyokimbia tu, si ndio? Ile Mwani Mbeya City tutakwenda kujua kwa nini afungi yeye kama striker. Tutaona kwamba work rate yake na presence yake uwanjani inawafanya opponents especially upande wa mabeki washindwe kuanzisha mipira nyuma kwa kubuild up kutokea nyuma. Kwa hiyo yeye tutaona takwimu zitaonyesha kwamba work rate yake ni kubwa ingawa anacheza kwenye position ya ushambuliaji. Kwa hiyo hatutamhukumu kwa nini afungi. Tutaona kwamba uwepo wake unaisaidia timu kwenye eneo lingine ambalo katika macho ya kawaida huwezi kuona. Kwa hiyo nikikaa kwenye kipindi changu cha Sports Extra nafanya uchambuzi, maana yake nitakuwa na data ambazo zinaniongoza na zinaniongezea nguvu na zinaniongezea thamani kwenye uchambuzi wangu. Kwa hiyo sio Azam TV tu, hapo niliwazungumza Azam TV kwa sababu wao ndio wenye rights za kufanya production ya ligi, kuonyesha ligi kwenye television. Kwa hiyo niliwazungumza kwenye upande wao, lakini na sisi ambao tunafanya coverage ya ligi yetu inatusaidia. Waandishi wa magazeti na wenyewe watakuwa wanapata takwimu real time na kupata takwimu ambazo ni za baada ya mechi imemalizika. Hiyo sasa sijajua utaratibu utakuwaje kwa namna kwa sisi na hao ambao wamepewa hiyo kandarasi Betatech, si ndio? Sisi tutanufaikaje, tutazipataje? Hiyo nafikiri ndo swali ambalo linakuja baadaye. Nilikuwa naona na posti sasa hivi, si ndio? Maybe wataendelea kuposti, lakini inawezekana labda kwa mara nyingi ninavyojua kwenye biashara unapokuwa na introduce product mpya kwenye soko lazima kuna kitu kinaitwa watu wa test. Hata wakati ya makampuni yanatengeneza vinywaji, unaonaga wanakuja nagawa, si ndio? Wanataka utest, ufeel na uweze kuna nini kama ilivyokuwa. Hawezi kukupa miezi 6